wa kwanza kupata taarifa zetu za kimichezo na burudani, hakikisha unabonyeza neno subscribe, lakini pia nenda katika uwanja wa kutolea maoni. Toa maoni yako nasi tutayasoma moja kwa moja. Asante sana. Bwana, mambo vipi mdau wa soka? Niweze kukaribisha tena tuweze kutazama kile kilichoweza kujiri katika habari za kimichezo burudani ndani ya mipaka ya Tanzania pamoja na nje ya mipaka ya Tanzania. Kubwa kuliko ni wananchi Young Africans waanza kushusha vyuma ndani ya kikosi cha Yanga. Hii ni kutokana na viongozi wa kikosi cha Young Africans kueleza ya kwamba wapo katika hatua za kuweza kuhakikisha ya kwamba wanasajili wachezaji wenye uwezo mkubwa. Hicho ndicho kitu ambacho tukasema ni vyema kuweza kuwajuza mashabiki wa kikosi cha wananchi Young Africans waweze kujua nini ambacho kinaendelea kwa sasa katika kikosi hicho cha wananchi Young Africans. Bwana, ni baada tu ya Young Africans kuweza kutangaza na kueleza dhahiri ya kwamba wanakwenda kuleta mabadiliko makubwa, hususani katika benchi la ufundi, lakini pia na kwenye mabadiliko ya wachezaji, ambapo tunaweza kushuhudia wachezaji kadhaa mbalimbali wakiweza kupewa mkono wa kwaheri, lakini kwa sasa tunatamani kuweza kushuhudia maingizo mapya, na hicho ndicho kitu ambacho mashabiki wengi wa kikosi cha Yanga hususan wanahitaji kuweza kushuhudia maingizo mapya. Nikimaanisha maingizo mapya, moja kwa moja naelezea wachezaji wapya ambao wanakwenda kusajiliwa katika dirisha hili kubwa la usajili. Tumeweza kumshuhudia na kumsikia afisa habari wa kikosi cha Yanga. Bwana, huyu si mwingine bali ni Ally Kamwe, ambaye aliweza kueleza bayana na kuweza kufunguka na kusema ya kwamba kwa sasa wameweza kuandaa listi ya wachezaji, lakini pia na jeshi kubwa ambalo linakuja kuongeza nguvu na kasi kubwa katika kikosi cha wananchi Young Africans. Kutokana na maneno hayo ya afisa habari wa kikosi cha Yanga, dhahiri bila shaka inaonyesha kwamba Yanga wamezamiria ya kwamba kuongeza ubora mkubwa ambao uliweza kuonekana hapo nyuma. Ikumbukwe ya kwamba mashabiki wa kikosi cha Yanga wao wenyewe wanadhihirisha ya kwamba ubora wa kikosi cha Yanga katika msimu ulioweza kupita, nikimaanisha msimu huu uliweza kumalizika na kuweza kutwaa taji la NBC. Mashabiki wa Yanga, lakini pia tumeweza kumshuhudia hata GSM, lakini pia hata Maxim pia Nzengeli ameweza kueleza mara kadhaa kusema ya kwamba ubora wa Yanga wa hapo nyuma ni tofauti na ubora wa Yanga ambayo imeweza kumaliza msimu huu, nikimaanisha msimu wa 2025-26. Dhahiri ya kwamba inaonyesha kwamba kikosi cha Yanga licha ya kuweza kutwaa taji la NBC, lakini bado kilikuwa hakina ubora mkubwa ukilinganisha na performance ya hapo nyuma. Hivyo kitendo hicho kimeweza kufanya viongozi wa Yanga kuingia sokoni na kuanza sasa kuleta mabadiliko makubwa kwa ajili moja kwa moja ya kufanya maboresho ndani ya kikosi hicho cha wananchi Young Africans. Kwangu mimi nasema ya kwamba kikosi cha Yanga moja kwa moja tumeweza kushuhudia kama kikiweza kuingia sokoni na kuleta wachezaji wenye uwezo mkubwa, wachezaji ambao wataweza kupambania jezi na nembo ya kikosi cha Yanga, dhahiri moja kwa moja kitakuwa ni moja kati ya kikosi ambacho kitakuwa tishio ndani ya ardhi hii ya Tanzania. Sasa nisiweze kukupotezea muda, tuanze na taarifa ambayo naweza nikasema ya kwamba viongozi wa Young Africans, lakini pia tayari tumeweza kushuhudia kocha kutoka katika kikosi cha Sekhukhune United ambaye ameweza kufanya makubwa huko South Africa, kuwa number 4 top 4 katika standing hile ya Betway Premiership huko South Africa. Hivyo Mankoba Nkesi, moja kati ya makocha ambao kwa sasa wanaendelea kuzua gumzo kutokana na usajili wake
ambao ameweza kueleza na kupeleka katika viongozi wa Yanga sasa unaendelea kuzua gumzo katika ligi kuu Tanzania bara. Bwana, ujio wa Mankoba Nkisi, mmoja kati ya kocha ambaye ameweza kufanya makubwa akiwa ndani ya Sekukune, lakini pia akiwa ndani ya Mamelodi Sundowns. Kocha huyu ambaye aliweza kuhudumu ndani ya kikosi cha Mamelodi Sundowns akiwa kama kocha msaidizi, lakini kwa sasa amekuja katika kikosi cha wananchi da Young Africans akiwa kama head coach. Ndiye kocha ambaye kwa sasa tunatamani kuweza kushuhudia mabadiliko yake. Hivyo ameanza kushusha vyuma kutoka South Africa, akiamini ya kwamba majeshi ambayo yalikuwepo kule moja kwa moja huenda yakaweza kuleta mabadiliko na chachu kubwa katika kikosi hichi cha wananchi da Young Africans. Hivyo bila shaka kocha huyu anakuja kuleta mabadiliko makubwa katika kikosi cha wananchi da Young Africans. Sasa nianze kusema tu ya kwamba Mankoba Nkisi, mmoja kati ya kocha ambaye naweza nikasema ya kwamba analeta mabadiliko makubwa katika kikosi cha wananchi da Young Africans kutokana na performance yake kubwa ambaye aliweza kuifanya ndani ya kikosi cha Chippa United, Golden Arrow, lakini pia Mamelodi Sundowns. Kwa sasa anakuja akiwa kama head coach katika kikosi hiki cha wananchi da Young Africans. Justin Figueiredo, moja kati ya striker kutoka Chippa United. Justin anakuja akiwa kama mchezaji ambaye ameweza kufanya makubwa pamoja na kocha Mankoba Nkisi. Hii ni moja kati ya kitu ambacho naweza tu nikasema ya kwamba kocha huyu sasa ameanza kushusha vyuma ambavyo viliweza kumsaidia akiwa katika kikosi chake cha Golden Arrows. Kocha huyu kumbuku ya kwamba ameweza kufanya kazi ama kuhudumu katika vikosi mbalimbali ambapo alianza na Golden Arrow, Amazulu, Chippa United, Golden Arrow, tena akaweza kurejea kabla ya kuweza kufanya kazi akiwa na Mamelodi Sundowns. Aliweza kuhudumu akiwa kama head coach, senior coach, lakini pia mara kadhaa tumeweza kushuhudia kocha huyu akiwa ameweza kufanya makubwa kabla ya kuweza kujiunga na Golden Arrow na baadaye kuweza kujiunga na kikosi cha wananchi da Young Africans. Hivyo Justin anakuja kujiunga na kikosi cha wananchi da Young Africans kuweza kukamilisha zile sajili katika dirisha hili kubwa la usajili. Endelea kusalia nasi, kubaki nasi kwa kuweza kubonyeza neno subscribe, lakini pia tunaaminia kwamba unatamani kuweza kushuhudia makubwa na mengi ndani ya kikosi hiki cha wananchi da Young Africans. Endelea kusalia nasi kwa kubonyeza neno subscribe. Asante sana.